ambao ni mathiqa. من الرابعة hapa Ibn Hajar al-Asqalani akasema kuwa min al-rabi'a yani tabaka yake ni namba 4 mata sanata 20 kafariki mwaka 20. Hebu hapa sasa tutumie ile misingi ya nyuma ambayo tulitanguliza. Hapa Ibn Hajar anasema kafariki mwaka 20. Mwaka 20 mtu mwingine atajiuliza alifariki karibu na Zainab binti Jahash, kwa sababu Zainab mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam alifariki nyakati hizo mwaka 20 na kitu hijiria. Je, huyu kafariki kabla ya Zainab? Mwingine atasema hapana. Je, alifariki kabla Abdullah ibn Mas'ud ambaye kafariki kwa 32 hijiria? Mwingine atasema hapana. Je, kafariki yani kabla ya nani? Lakini hii 20 ni kwa sababu kuna islaha za ahlul ilmi katika kusoma watu wa hadithi. Yote ambaye ni katika matabiina, ukimwona yote ambaye ni katika matabiina ambao ni tabaka namba 4, basi wanakuwa wamefariki baada ya mwaka 100 hijiria. Kwa hiyo hapa Ibn Hajar katika Taqrib at-Tahdhib kasema mata sanata 20, kafariki mwaka 20, yani ongeza 100 itakuwa 120. Kwa hiyo huu ni msingi vile vile ambao sisi tutafahamu katika kusoma kitabu cha Taqrib at-Tahdhib ambacho tutakuwa ni wenye kukitumia katika kusoma marwatu wa hadithi. Ala asahi, kilichokuwa sahihi, yani anaonesha kuwa kuna khilafu mbele ya ahlul ilmi juu ya mwaka wa kufa huyu yani maana yake Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith ibn Khalid at-Taymi. Sema ala sahihi, maana yake hii ni kauli ambayo ina ishara kuwa kuna khilafu katika mwaka wa kufa kwake. Katika nukta ambazo tulizikusudia, kwanza ni namna ya kusoma marwatu wa hadithi kupitia kitabu cha Taqrib at-Tahdhib ambacho sisi inshallah tutakuwa ni wenye kukitumia kutoa istifada mbalimbali. Ya kwanza ni kipengele ambacho kinahusiana na jinsi ya kusoma mwaka wa kufa rawi. Ukimwona ni mfano tabaka namba 4, Ibn Hajar atasema sanata 20 mwaka 20, jua ongeza na 100 kwa sababu matabiina kwa wakati huu ni sighar, hawa ni wadogo. Kama ni matabiina wadogo, bila shaka alifariki baada ya mwaka 100 hijiria, kwa itakuwa ni 120. Akisema ala sahihi ni ishara kuwa kuna ikhtilaf mbele ya ahlul ilmi. Akisema min ar-rabi' maana yake ni tabaka ya 4 katika matabiina. Kuna ain ambayo inaashiria kuwa huyu wote katika ahlu kutubu sita wametaja hadithi zake. Tukiendelea katika nukta inayofuata, sisi tutaingia katika kutaja baadhi ya marwatu wa hadithi ambao majina yao yanafanana na huyu Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi. Kwa hiyo tutamkuta hapa kuna mtu anaitwa Muhammad ibn Ibrahim ibn Dinar. Muhammad ibn Ibrahim ibn Dinar ni katika marwati ambao jina lake anaitwa Muhammad na jina la babake anaitwa Ibrahim, lakini vile vile al-Madani, na huyu ni mtu wa Madina.